wakati wa wewe Mungu kuhurumia maisha yangu. Ndio wakati wa wewe Mungu kuihurumia ndoa yangu, kuhurumia familia yangu. Yaani ameujua wakati. Mtu mmoja aseme amen. Hizo amen ni dhaifu. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Yaani kuna wakati ameujua, kwa anaenda mbele za Mungu, anamwambia huu ndio wakati wa kuihurumia. Na majira yaliyoamriwa kwamba Mungu natakiwa uihurumie Sayuni, majira ndiyo haya. Sasa leo nataka tutafakari hili neno wakati. Na kuna mambo ya msingi sana tutayaangalia. Amen. Twende Kutoka sura ya pili. Kutoka sura ya pili. Kutoka sura ya pili. Mstari wa 23 mpaka wa 25. Kutoka sura ya pili mstari wa 23 mpaka wa 25. Anasema hivi: hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Amen. Hii ni habari ya wana wa Israeli walivyokuwa Misri. Neno linasema wakati wako Misri utumwani, wakateswa, wakaonewa, ikafika muda wakamdilia Mungu, na Mungu akasikia kile kilio chao. Mungu aliposikia kilio chao, Biblia inasema akalikumbuka agano alilofanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ukisoma Mwanzo 15 mstari wa 13 mpaka wa 14, utaliona agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu. Alimwambia uzao wako watakuwa watumwa katika nchi ya ugeni. Watakaa huko miaka 400. Na baada ya hiyo miaka 400 ndipo nitaenda kuwatoa na nitahukumu lile taifa ambalo lilikuwa limewateka, lakini pia nitawatoa wakiwa na mali nyingi. Jina la Bwana libarikiwe. Yes. Sasa hapa anasema wana wa Israeli wakiwa Misri wakamlilia Mungu. Walipomlilia Mungu, Mungu akasikia kilio chao. Mungu akalikumbuka agano. Kwa nini Mungu alilikumbuka agano? Hichi kipindi ilikuwa tayari imefika miaka 400. Yaani hichi kilio walichokilia hapa, kinachoandikwa hapa, ni kilio walicholia baada ya miaka 400 kufanya nini? Kutimia. Haleluya. Amen. Nataka tuelewane vizuri ili uelewe kwa nini anasema ndio wakati wa kuihurumia. Maana yake hawa wana wa Israeli kama walilia baada ya kukaa utumwani miaka 200, Mungu asikii. Kama walilia baada ya kukaa miaka 350, Mungu asikii. Ila ikifika miaka 400, hata akilia kidogo, Mungu anasikia kwa sababu ndio wakati. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Hey my God. Twende Wagalatia sura ya 4. Wagalatia sura ya 4. Leo nisikilize vizuri kwa sababu leo tunashughulikia mambo ya msingi sana. Kwenye mambo haya ya kiroho hamna kitu kinasumbua kama wakati. Amen. Hamna kitu kinasumbua sana kama wakati. Amen. Mambo yote ya kiroho. Na leo tunataka tupate majibu juu ya wakati wa kuhurumiwa na Bwana. Amen. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2 anasema hivi: lakini nasema neno ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Haleluya. Anasema hivi, mrithi anapokuwa ni mtoto anakuwa hana utofauti na mtumwa. Yaani
anaweza akaishi kama mtumwa, japokuwa ndani yake yeye sio mtumwa, yeye ni mrithi. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana mtu wa Mungu hutaki kujikatia tamaa. Kuna kipindi unaweza kaishi kama mtu ambaye hana Mungu, lakini haimaanishi hauna Mungu. Amen. Haleluya. Sio kasahau hivi vitu. Hapa anasema mrithi anapokuwa mtoto hana utofauti na mtumwa, japokuwa yeye ni bwana, yeye ndio mmiliki wa mali zote, lakini kwa sababu bado ni mtoto anakuwa hana utofauti na mtumwa. Hasa anasemaje? Anakuwa yuko chini ya mawakili na watunzaji hata wakati. Tuseme wote wakati. Haleluya. Amen. Yes. Pointi kubwa inayoamua lini unaanza kuwa mrithi, lini unaanza kumiliki, lini unaanza kutawala, inaitwa nini? Wakati. Sasa leo nataka ni ufafanue huu wakati ni wakati gani. Wakati natafakari hili somo nikawa namuwaza mtoto wangu. Haleluya. Amen. Hivi unajua kuna siku nyumbani kuna mtu mmoja alituletea kuku mkubwa. Yule kuku ni mkubwa jamani. Haleluya. Amen. Paja ni la hivi. Amen. Amen. Sasa wife akamwandaa, apikwa, kuweka kwenye sufuria la kwanza kutosha, inabidi ahamishwe sababu kuku ni mkubwa. Haleluya. Yaani ukipaja tu ukipakua linajaa bakuli yote. Kwa tukapakua. Sasa mimi nikaona Kenya ananiangalia ule muda wa kula. Haleluya tu Mungu. Yaani kabisa unaona naye mdomo wake. Nikasema huyu anataka kuku. Na mimi namjua anapenda kuku. Haleluya. Usiniulize nimejuaje. Ndio huyu mtoto wake anapenda kuku. Ila hata angeliaje siwezi nikamhurumia nikampa nini? Siwezi. Haleluya. Hivi kuna mtu tuko naye vizuri? Amen. Okay, ndio nitolee mfano mwingine. Ukiwa na mtoto wa miaka 5 afu kawa na gari, akalia, baba naomba unipe gari niendeshe, nataka niende Dar es Salaam, hata alieje uwezi kumhurumia. Amen. Uwezi kumhurumia. Amen. Sio kwa sababu huna huruma na mtoto wako. Unajua kwa kipindi hiki, kwa wakati huu, kwa umri alionao, siwezi nikampa nini? Gari. Haiwezekani. Amen. Ila kuna umri akifika, ana miaka 20, akamwambia baba naomba gari. Akilia unajisikia bwana chukua funguo kwa juu ya kabati. Amen. Kinachosababisha akiwa na miaka 5 alilie gari usimhurumie, hapa akiwa na miaka 20 alilie gari umpe, ni kwa sababu ya wakati. Kuna wakati ameufikia, atakapolia utamhurumia. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Anasema huu ndio wakati wa kuihurumia Sayuni. Amen. Yaani kuna vitu unaweza ukamlilia Mungu. Leo nisikilizeni vizuri watu wa Mungu. Kuna vitu Mungu hawezi akakuhurumia. Sio kwa sababu hauombi, sio kwa sababu haulii. Ni kwa sababu haujafika kwenye wakati wa kuhurumiwa na Mungu. Amen. Anasema mrithi akiwa mtoto hana utofauti na mtumwa. Kwa hiyo hata kama anataka amiliki, baba yake hawezi akampa kumiliki. Amen. Atamweka chini ya mawakili. Ukishaona neno nasema mawakili, maana yake ni jambo la kisheria. Haleluya. Amen. Amen. Maana yake ni kweli hivyo vitu ni vya kwake, lakini kuna wakati baba ameuseti. Sasa watu wengi tunajiuliza huu wakati ni wakati gani? Wewe unafikiri kwa nini wana wa Israeli wanalia wako utumwani, wamekaa miaka 100 Mungu hawahurumii, miaka 200 Mungu? Jamani ngoja nisikilizeni. Ukisoma hapo unaweza kufikiri kwamba ile siku ndio walilia. Sio kweli. Sio kweli. Tangu yule Farao anayemjua Yusufu alipokufa, maisha yao yalibadilika. Wakaanza kuteseka. Sema Mungu sasa uko wapi? Mungu anashindwa kuwahurumia kwa sababu wakati haujafika ambao anatakiwa awahurumie. Mtu mmoja aseme amen. Sema amen ushindi. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huwa kuna wakati ambao Mungu ameuweka, na leo nataka ujue huu wakati ili uondoke unajua kwamba haya ni majira yangu ya kuhurumiwa. Amen. Amen. Yes.
Sasa wakati hapa kwenye Wagalatia, ukisoma vizuri Wagalatia utagundua wakati ambao mrithi anatakiwa aanze kumiliki mali zake ni ule wakati amekuwa. Ni ule wakati amefanya nini? Amekuwa. Amen. Na kibiblia niwaambieni watu wa Mungu, kibiblia swala la kukua sio la kimwili. Sio kukua sijui kwamba umerefuka. Hapana. Kibiblia kukua ni pale ambapo kwenye ufahamu wako wewe, kwenye ufahamu wako panafanywa upya. Yaani kuna mambo yanaondoka, unaingiziwa mambo mapya kwenye ufahamu wako. Kuna mambo Mungu atakujibu, Mungu atakuhurumia kulingana na ulivyokuwa, sio kulingana na unavyoomba, sio kulingana na unavyolia. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Ukielewa hii point leo, kuna mambo utaacha kuyaombea. Tuambia Mungu nataka nikue.